Filamu inaanza na wapenzi wawili, Sarah na Jackson, wakiwa wameketi kwenye baa wakitazama video pamoja. Walikutana kwa mara ya kwanza kwenye kisiwa cha Mauritius na wametumia mwaka mzima kwenye matukio mengi ya kusisimua na kufurahisha pamoja. Usiku huu ulikuwa usiku wao wa mwisho pamoja. Asubuhi yake, Sarah atasafiri kwenda London kuanza kazi mpya. Akamshawishi Jackson aende naye, lakini Jackson akaamua kubaki kisiwani ambapo alikuwa na furaha sana. Ukimya wa aibu ukaingia kati yao na Jackson akaamua kumnunulia Sarah chupa nyingine ya bia. Alipoondoka kwa muda mfupi, Sarah akaamua kutoroka kwa sababu anachukia kusema kwaheri. Jackson akarudi akiwa mchanganyikiwa na kuanza kumtafuta mpenzi wake. Mwaka mmoja baadaye, bahati ikamrudisha Sarah tena Mauritius, ambapo harusi ya rafiki yake wa karibu itafanyika. Mbali na kazi, Sarah akahisi kuwa huru tena. Akafika nyumbani kwa rafiki yake wa zamani aitwaye Solomon kwa niaba ya bibi harusi. Lakini kwa mtazamo wa kwanza, ikaonekana hakuna mtu aliyeko ndani. Sarah akafungua uzio na mara moja akashambuliwa na mbwa mkali. Kwa hofu, akapanda juu ya uzio, lakini kwa bahati nzuri, mwenye nyumba akatoka nje. Wasaidizi wa Solomon wakapakia masanduku ya pombe kwa ajili ya sherehe ijayo. Baadaye, Sarah akakutana na Pascal pamoja na marafiki wengine wa zamani na wakaanza kusherehekea pamoja kama walivyofanya mwaka mmoja uliopita. Marafiki hao wakaamua kunywa cocktail kwenye baa iliyomilikiwa na Pascal. Bibi harusi akasema kuwa sherehe itafanyika kwenye kisiwa cha karibu na hapo, ambapo boti itawachukua mapema asubuhi ya kesho. Sarah akakiri kuwa ameikumbuka Mauritius na kumbukumbu zake humfanya atabasamu kila mara. Pascal akamuuliza kama atapenda kubaki kisiwani safari hii kwa sababu kazi yake ilimruhusu kufanya kazi akiwa mbali. Sarah akasema kuwa anahitajika London, lakini sauti yake ikaonyesha mashaka kidogo. Boti ikafika ufukoni na Jackson akashuka akiwa na marafiki zake. Pascal akasema kuwa Jackson amefungua shule yake mwenyewe ya mafunzo ya kupiga mbizi na pia alikuwa na mpenzi mpya. Sarah akaona aibu baada ya kugundua kwamba atalazimika kukutana tena na mpenzi wake wa zamani kabla ya harusi ya rafiki yake, kwa sababu Jackson atahudhuria sherehe ya ufukoni iliyopangwa jioni hiyo. Wakati wa sherehe, Sarah hakuweza kuondoa macho yake kwa Jackson. Mwishowe, baada ya kupata ujasiri, akaamua kumfuata kwanza, jambo likamkera mpenzi mpya wa Jackson. Sarah akajaribu kuanzisha mazungumzo ya kirafiki na mpenzi wake wa zamani, lakini akapata majibu mabaya. Jackson akaamua kuondoka kwenye sherehe, lakini Sarah hakukata tamaa na akajitolea kumsindikiza nyumbani. Wakiwa njiani, Sarah akafanikiwa kumlainisha Jackson na wakaenda kunywa pamoja nyumbani kwake. Sarah akaanza kumtania wazi wazi na kuvaa koti la kuokoa maisha kwa namna ya kuchekesha. Jackson naye kwa masihara akaliweka vizuri juu yake. Hivyo wawili hao wakajikuta karibu na hisia zao za zamani zikaanza kurudi tena. Sarah akatamani Jackson ambusu, lakini Jackson akajizuia. Kwa moyo wa dhati akamwambia kwamba hataki kuumizwa tena kama zamani. Baada ya hapo wakaanza kugombana, wakikumbushiana makosa na maumivu ya zamani. Katikati ya mabishano makali wakakaribiana zaidi na kuishia kubusiana kwa hisia kali. Asubuhi iliyofuata, baada ya usiku wenye vurugu nyingi, Sarah akaamua kutoroka tena bila kusema neno lolote. Pascal akiwa na hasira akampigia simu Sarah na kumjulisha kuwa amekosa boti pekee inayoelekea kwenye eneo la harusi. Akiwa hana njia nyingine, Sarah akaenda nyumbani kwa rafiki yake mzee aitwaye Freddy. Freddy akapanga kusafiri kwenda kwenye sherehe kwa kutumia ndege yake ndogo na akakubali kumchukua Sarah pamoja naye. Sarah akashangaa sana alipogundua kuwa Jackson pia amekubali kusafiri na Freddy kwenda kwenye harusi hiyo. Baada ya kuchukua sanduku la pombe, watatu hao wakaingia kwenye ndege. Sarah akajaribu kwa aibu kuzungumza na Jackson, lakini baada ya yaliyotokea asubuhi hiyo, Jackson akaamua kumpuuzia. Wakiwa angani, Freddy akamwalika Sarah akae kwenye kiti cha rubani msaidizi huku Jackson akiwa amelala. Wakaanza kuzungumza kuhusu mahusiano na Freddy akasimulia kuhusu mke wake aliyefariki hivi karibuni baada ya kuugua kwa muda mrefu. Akamwambia Sarah kwamba upendo si rahisi kila wakati, akimaanisha wazi wazi uhusiano wake na Jackson. Sarah aliwahi kujifunza masomo ya urubani kutoka kwa Freddy, hivyo mzee akapendekeza Sarah ashike usukani wa ndege kwa muda. Akamkumbusha sheria muhimu za usalama. Baada ya kumpa maelekezo ya mwisho, Sarah akazima mfumo wa kujiendesha wenyewe wa ndege na kujiandaa kuiongoza. Jackson akaamka na kugundua kuwa mtungi wa gesi ambao haukufungwa vizuri umeviringika chini ya miguu yake. Ghafla, Freddy akaanza kukohoa vibaya huku akihangaika kupata pumzi. Jackson akajaribu kuufunga vizuri mtungi huo wakati Sarah anapiga kelele kwa hofu akisema kwamba mzee huyo amepata mshtuko wa moyo. Vidonge havikusaidia na sekunde iliyofuata Freddy akaanguka mbele kwenye usukani wa ndege, jambo lililosababisha ndege kuanza kushuka kwa kasi kuelekea baharini. Mtungi wa gesi ukaachia tena na kuipiga kioo cha mbele ya ndege na kukipasua.
Jackson akafanikiwa kwa taabu kumvuta Freddy kutoka kwenye usukani. Dakika za mwisho kabla ya kugonga bahari, Sarah akafaulu kuinyosha ndege na kuipandisha juu tena. Jackson akauvuta mwili wa Freddy pembeni na kujaribu kumpa huduma ya kwanza, lakini muda muhimu wa kumwokoa tayari ulikuwa umepotea, na kwa huzuni kubwa akamfunika mwili wake usio na pumzi kwa koti lake. Baada ya Jackson kukaa kwenye kiti cha rubani mkuu, wakagundua kuwa mfumo wa ramani ya ndege imeharibika na simu zao hazikuwa na mtandao kabisa. Sasa hawakujua walipo. Jackson na Sarah wakajaribu kuwasiliana na watu wa nje kupitia redio, lakini hakuna aliyejibu, jambo lililoongeza hofu yao. Tumaini lao pekee ni mfumo wa kujiendesha wenyewe ambao ulipaswa kuwaongoza hadi kisiwa cha harusi. Hata hivyo, wakagundua kuwa mtungi uliovunjika umeharibu vifaa muhimu vya uongozaji pamoja na mfumo wa ndege kujiendesha yenyewe. Hali ikazidi kuwa mbaya kwa sababu mafuta yaliyobaki ni nusu tanki tu. Sarah, ambaye alifundishwa misingi muhimu ya urubani na Freddy, akalazimika kuiongoza ndege kuelekea sehemu salama. Baada ya kukadiria njia kwa kutumia dira, akaigeuza ndege upande mwingine. Ghafla wakashtuka baada ya kuona wingu kubwa likielekea upande wao. Ndege ikaanza kutikisika, lakini Jackson akaamini watafanikiwa kupita kwenye mawingu hayo kwa wakati. Hatimaye wakafanikiwa kuwasiliana na Samuel, muongoza ndege wa eneo hilo. Wakamweleza hali yao na kuomba msaada. Samuel akawaambia lazima wabadili mwelekeo mara moja, la sivyo mafuta yataisha kabla hawajafika mahali salama. Ili wafike nchi kavu haraka iwezekanavyo, watapaswa kuelekea magharibi, moja kwa moja katikati ya wingu lile. Jackson hakufurahishwa kabisa na wazo hilo na akauliza kama wanaweza kutua baharini badala yake. Lakini kadri wingu lilivyokaribia, mawasiliano yakakatika. Wapenzi hao hawakuwa na chaguo lingine sipokuwa kuingia moja kwa moja ndani ya wingu hilo. Radi zikamulika mbele yao huku mawingu meusi yakifunika ndege. Jackson akamwambia Sarah akae kwenye kiti kikuu cha rubani ili aweze kuona vifaa vya uongozaji vizuri zaidi. Sarah akakabiliwa na jukumu gumu sana. Licha ya hali mbaya ya hewa, lazima ahakikishe ndege imebaki kwenye kiwango kile kile cha mwinuko. Mapigo ya radi yakaifanya ndege kutikisika kwa nguvu na vifaa vya uongozaji vikaanza kufanya kazi vibaya. Akiwa amejaa hofu ya kuanguka, Sarah anaamua kuipandisha ndege juu zaidi ili kupita juu ya wingu. Kwa hofu kubwa, Jackson akajaribu kumzuia kufanya uamuzi huo wa hatari, lakini Sarah hakusikiliza kabisa. Hatimaye wakajikuta juu ya mawingu ya dhoruba na kufurahia anga safi lililo mbele yao. Lakini furaha yao haikudumu kwa muda mrefu, kwa sababu kama Freddy alivyokuwa ameonya, wakaanza kupata matatizo kutokana na mwinuko mkubwa wa ndege. Sarah akapoteza fahamu na wakati huo ndege ikaanza kushuka kwa kasi kubwa kuelekea chini. Jackson akafanikiwa kumwamsha, lakini Sarah akashindwa kuidhibiti ndege hiyo. Kwa bahati ya ajabu sana, wakafanikiwa kupona na kuisawazisha tena ndege kabla haijaanguka. Hata hivyo, wakati wa kushuka kwa kasi, dira yao ikaharibika kabisa, jambo lililowafanya wapotee njia kabisa. Jackson akakumbuka jinsi ya kutengeneza dira kwa kutumia vifaa vya kawaida. Akachukua sindano yenye sumaku na kuiweka ndani ya kikombe chenye pombe. Kwa njia hiyo, wakafanikiwa kujua mwelekeo wao, na Sarah akaigeuza tena ndege kuelekea magharibi. Hatimaye wapenzi hao wakafanikiwa kutoka ndani ya wingu, lakini walikuwa wamepoteza mafuta mengi sana kufanya hivyo. Sarah akagundua kuwa moja ya matanki ya mafuta karibu limekwisha kabisa na akaamua kuhamia kwenye tanki jingine lililojaa. Lakini kiwango cha mafuta kikaanza kushuka kwa kasi na hakikuongezeka tena hata baada ya muda kupita. Jackson akahisi kuwa tanki la mafuta linaweza kuwa liliharibika wakati wa dhoruba. Akiwa na hamu kubwa ya kutafuta na kurekebisha tatizo hilo, akaamua kutoka nje ya ndege. Sarah akajaribu kumshawishi aachane na wazo hilo la hatari, lakini akatambua kuwa bila mafuta hawakuwa na nafasi yoyote. Jackson akajifunga kwa kamba ya usalama na kumwambia Sarah apunguze kasi ya ndege. Kwa uangalifu mkubwa, akatambaa kutoka nje ya ndege na baada ya majaribio kadhaa yasiyofanikiwa, akafika kwenye sehemu ya injini. Huko akagundua sehemu iliyopasuka na kuiziba kwa mkanda maalum. Lakini sekunde iliyofuata akateleza ghafla na kuanguka akiumiza mkono wake vibaya. Jackson akafanikiwa kushikilia sehemu ya chuma na mkono wake mzima, na Sarah baada ya kuweka usukani mahali moja akakimbilia kumsaidia. Kamba yake ya usalama ikanasa kwenye tairi la ndege. Sarah akakata kamba hiyo na kumpa mkono ili amsaidie kurudi ndani ya chumba cha rubani. Kwa juhudi kubwa sana, Sarah akafanikiwa kumrudisha Jackson ndani ya ndege. Akauchunguza mkono wake na kugundua kwa wasiwasi kuwa umevunjika vibaya sana. Baada ya kusafisha jeraha wazi kwa pombe, Sarah akamtoa mawazo Jackson na kisha akanyoosha mkono wake uliovunjika. Baadaye, kwa kutumia vifaa vya huduma ya kwanza, akaufunga vizuri kwa kitambaa maalum cha matibabu. Baada ya kutulia kidogo kutokana na mshtuko walioupata, wakarudi kwenye vifaa vya uongozaji na kugundua kuwa wamebakiwa na 5% tu ya mafuta. Sarah akapendekeza watupe baadhi ya mizigo ili kupunguza uzito na kuokoa mafuta.
Mwanzoni akatupa nje viti vyote na mizigo yao, jambo lililovuta umakini wa boti iliyokuwa ikipita chini yao baharini. Hata hivyo, wakagundua kuwa hilo halitoshi na macho yao yakaelekea kwa pamoja kwa mwili wa Freddy usio na uhai. Sarah akaamua kuchukua hatua ya mwisho ya kukata tamaa. Akaondoa picha ya familia ya Freddy iliyokuwa imebandikwa kwenye ndege na kuiweka kwenye mfuko wa koti lake. Kisha, akiwa analia kwa huzuni, akausogeza mwili wa Freddy hadi kwenye mlango wa ndege na kuusukuma nje. Baadaye, Sarah akaanza kutupa masanduku ya pombe, lakini ghafla Jackson akapata wazo la kutumia pombe kama mafuta ya ndege. Kwa sababu ya jeraha lake kubwa, Jackson hakuweza kujaza mafuta mwenyewe, hivyo Sarah akaamua kufanya kazi hiyo. Kwa ujasiri mkubwa, akatoka nje na kupanda juu ya ndege. Baada ya kufika kwenye bawa la ndege, akafungua tanki la mafuta na kuanza kumimina pombe ambayo Jackson amempatia. Baada ya kumaliza chota zote za pombe, Sarah akajaribu kurudi ndani na kwa bahati ya ajabu akaepuka kuanguka. Hatari hiyo ikaonekana kuwa na faida kwa sababu kiwango cha mafuta kikaongezeka kidogo. Jackson akamwambia Sarah kwamba ameona kisiwa kidogo njiani ambako wanaweza kujaribu kutua. Akamweleza kuwa watapaswa kurudi mara moja kwa sababu huenda hiyo ndiyo nafasi yao ya mwisho ya kuokolewa. Sarah akaamua kumsikiliza na kukaa kwenye kiti kikuu cha rubani. Wawili hao wakajaribu kumjulisha mwongoza ndege kuhusu mpango wao, wakitumaini bado ataweza kuwasikia. Sarah akaigeuza ndege kurudi nyuma, lakini baada ya dakika chache za safari bado hawakuweza kukiona kile kisiwa. Kisha jambo la kutisha zaidi likatokea. Mafuta yakaisha kabisa na injini ya ndege ikazima. Ndege ikaanza kuelea hewani bila nguvu za injini na kuendelea kusonga hivyo kwa muda. Sarah akatambua uzito wa hali hiyo. Akaamua kumwomba msamaha Jackson kwa maumivu yote aliyompa zamani. Jackson naye akamwomba msamaha kwa kuwa mwenye ubinafsi na kwa kusithamini maamuzi ya mwenzo wake. Ghafla, Jackson akaona kisiwa kidogo sana kupitia dirishani. Sarah akafurahi sana na kuigeuza ndege kuelekea nchi kavu. Akajaribu kutua, lakini ndege ilipokuwa karibu na uso wa maji akapoteza kabisa udhibiti wake. Jackson akajaribu kwa hofu kupiga kelele kupitia redio ili kumjulisha mwongoza ndege kuhusu kutua kwa dharura. Licha ya juhudi zote za Sarah, ndege ikaanguka baharini na kupinduka. Maji yakaanza kujaa ndani ya ndege mara moja, huku wawili hao wakiwa wamenaswa ndani. Sarah akafanikiwa kufungua mlango na kuogelea hadi juu ya maji, lakini akatambua kuwa Jackson hayupo karibu naye. Bila kusita, akarudi chini kumtafuta. Akamkuta Jackson akiwa amepoteza fahamu na amekwama kwenye bawa la ndege iliyozama. Sarah akachukua koti na kuokoa maisha kutoka kwenye chumba cha rubani na kumvika Jackson shingoni kabla ndege haijazama kabisa chini ya bahari. Wote wawili wakaelea hadi juu ya maji na Sarah akamvuta Jackson hadi ufukweni. Akampa huduma ya kwanza na Jackson akarudisha fahamu huku akitema maji ya bahari. Wapenzi hao waliochoka sana wakalala kwenye mchanga wakifurahia kuwa wamepona. Wakalala kwa muda mfupi, lakini walipoamka wakagundua kuwa sehemu kubwa ya ardhi waliokuwa juu yake imezama karibu yote kabisa. Sarah akaanza kupagawa kwa hofu akitambua kuwa nafasi yao ya kuishi sasa ni ndogo sana. Akaangalia kila upande kwa matumaini ya kuona msaada, lakini alichokiona ni bahari kubwa tu iliyowazunguka. Pole pole, ardhi ikaanza kupotea chini ya miguu yao. Sarah akalia akiamini kwamba hapo ndipo maisha yake yataishia. Jackson, akiwa amechoka sana na kuishiwa nguvu, akamwambia Sarah avae koti lake la kuokoa maisha. Lakini Sarah akakataa na kusema kuwa wao ni timu na atabaki naye mpaka mwisho. Jeraha la Jackson likaanza kutoka damu tena, jambo lililovutia papa waliokuwa karibu. Wawili hao wakakiri kupendana huku wakiamini mwisho wao umefika. Lakini ghafla, boti ndogo ya wavuvi ikawasogelea baada ya kusikia ishara zao kuomba msaada. Kwa nguvu zake za mwisho, Sarah akamvuta Jackson kuelekea kwenye boti hiyo. Wakafanikiwa kupanda ndani sekunde chache kabla papa hawajawafikia. Baada ya kuokolewa, wapenzi hao wakaahidi kutowahi kuagana tena, kisha wakabusiana kwa furaha kubwa. Unadhani wahusika wakuu wangeweza kuishi katika hali kama hiyo bila kusaidiana? Shiriki maoni yako kwenye comments. Pia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video inayofuata na nyingine nyingi zaidi. Asante kwa kutazama na kwa heri.